Kama historia zipo na zimeandikwa ili tuziishi, basi hatuna budi kupekua vitabu na kuisoma miaka minne ya mafanikio kwa mnyama Simba kwenye ligi kuu Tanzania bara. Inaaminika kuwa Simba ndiye mfalme wa mwituni. Baada ya njaa kali, kipindi kigumu na kupata kiu cha kutamani mafanikio, mnyama Simba aliamua kutoa makucha yake na kudhihirisha ufalme wake katika kandanda la Tanzania kwa muda wa miaka minne mfululizo. Simba hawapo mwituni husifika kwa minyato na akili kubwa ya kuvizia chakula chake. Basi chini ya uwekezaji wa Mohamed Dewji maarufu kama Mo, timu ya Simba ililazimika kwenda sokoni na kusajili nyota hali zaidi ambao walikuja kurejesha ufalme wa Simba katika ligi kuu. Msimu wa 2017-18 mnyama Simba alikuja kwa kishindo na hasira kama nyoka aliyejeruhiwa, na wakafanikiwa kubeba ubingwa kwa msimu huo uliofahamika kama Vodacom Premier League wakiwa na alama 62 huku wakifunga mabao 62 na kuruhusu magoli 15 na kutoa mfungaji bora wa msimu ambaye ni Emmanuel Arnold Okwi akifunga mabao 20, na ukawa ni mwaka wa furaha kwa mnyama kurudisha ubabe wake. Vizuri kuwa ubabe huo au kuishia hapo, wakarudi tena msimu wa 2018-19 na mara hii wakaandika rekodi ya kubeba ubingwa wakiwa na jumla ya alama 93 huku wakifunga mabao 77 na kuruhusu mabao 15 pekee, na mara hii mfungaji bora akaibuka Medi Kagere ambaye alimaliza na mabao 23. Mchezo yake anafuatiliwa uwanjani. John Raphael Bocco, nafasi kwa Simba. Cheza uzuri Medi! Medi Kagere. Na wakaja tena msimu wa 2019-2020 kuendeleza walipoishia kwa kubeba tena taji hilo kwa mara ya tatu wakiwa na jumla ya alama 88 na kufunga mabao 78 na kuruhusu magoli 21. Na hapo ndipo ukaibuka usemi wa kuwa mwonja asali aonji akatosheka. Basi Medi Kagere baada ya kuonja radha ya ufungaji bora msimu uliopita akarudi tena kwenye msimu huo na kubeba tena tuzo hiyo ya ufungaji bora akiwa na jumla ya mabao 22. Bocco, nafasi kwa Simba. Cheza uzuri Medi! Hadi kufikia hapo mnyama akawa amefikia rekodi ya mtani wake Young Africans aliiweka ya kubeba taji hilo mara 3 mfululizo, na mnyama kwenye kutaka kudhihirisha ukubwa wake akaweka rekodi isiyowahi kuwekwa na timu yoyote Tanzania kwa kuja katika msimu unaofuata na kubeba taji hilo. Msimu wa 2020-2021, msimu ambao historia iliandikwa kwa mnyama na soka la Tanzania kuwa Simba ndiye timu pekee ya kwanza kubeba taji la ligi kuu Tanzania bara mara 4 mfululizo, na walifanya hivyo kwa kubeba ubingwa kwenye msimu huo wakiwa na alama 83 huku wakifunga tena mabao 78 na kuruhusu 14. Na kwa mara hii kiatu cha ufungaji bora kikabaki nchini Tanzania kikichukuliwa na John Raphael Bocco akifunga jumla ya mabao 16 na kuwa ndiye mfungaji bora kwa msimu huo. Yasin jaribu kusogea nao sasa, Mzamili kwa John Raphael Bocco. Bocco! Jambo zuri zaidi katika miaka minne ya ubingwa kwa mnyama ni kuwa mara zote walifanikiwa kutoa wafungaji bora, na ubaya ni kuwa tangu hapo wakapoteza utawala wao katika ligi na kuchukuliwa na watani zao, ila Waswahili husema asiyekubali kushindwa basi shimshindani. Na Simba wakaishi kwenye usemi huo kwa kuamini kila kitu kina wakati wake. Asikwambie mtu mvumilivu hula mbivu. Basi kwa msimu huu wa 2024-2025 haukutosha kwa mnyama Simba kula mbivu. Licha ya kuwa na msimu bora kwao, lakini walipoteza tena taji la ligi kuu kwa mara ya 4 mfululizo mbele ya watani zao Young Africans. Na hiyo ndiyo historia ya miaka minne ya mafanikio kwa mnyama Simba. Hadi kufikia hapa sina la ziada. Mwandaaji na msomaji wa makala hii si mwingine ni mimi Modric Bukwa. Tukutane wakati ujao.